Democracy Change ADC. Karibu sana kiongozi, habari za asubuhi. Nzuri tu za kwenu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko vizuri kabisa. Leo asubuhi tukasema so mbaya tuweze kukupigia tuzungumze mambo mawili matatu ambayo yanaendelea sasa hivi nchini Tanzania. Hatujapata nafasi ya kuzungumza tangu ripoti ya Jaji Chande imetolewa, lakini leo nadhani inaweza kuwa nafasi nzuri kabisa tukapata busara zako mbili tatu kuhusiana na hili. Baada ya ripoti kutoka, natamani kusikia mawili matatu kutoka maoni yako wewe juu ya ripoti ya Jaji Chande, lakini pia umepokea vipi, lakini pia unaona mwanga upi katika ripoti ile kama taifa. Karibu sana kiongozi. Asante, kwanza nishukuru kwa kupata nafasi ya asubuhi ya leo kuwasalimia Watanzania wenzangu. Naam. Pili niseme tu kwamba tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuteua tume baada ya tarehe 28, 29 na kuendelea. Sababu ambalo ni kubwa katika taifa letu, akatumia busara zake kwa mujibu wa katiba akateua tume ambayo imekuwa na weledi mkubwa sana. Wale watendaji wake wa tume wote ni watu wa makini, wenye uzoefu, wenye upenzi wa nchi yao, ili kuangalia maslahi ya mapana ya wananchi wote kwa jumla, hasa katika swala zima la haki. Tume imefanya kazi yake vizuri, imetoa taarifa yake, na taarifa imegawika katika maeneo muhimu. La kwanza swala zima la chanzo cha tatizo lenyewe, lakini vile vile wajibu wa serikali ambao baadhi ya mambo ambayo hayakutekeleza, lakini vile vile imeainisha maeneo ambayo yanataka kuchukuliwa hatua za muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Na kwa ujumla wametoa ushahidi ambao ni wa kisayansi kabisa, ambayo sio rahisi mtu kusema hivi sikubali, kwa sababu kila kitu kina nyaraka ndani yake na documents za kuthibitisha. Kwa kwanza hiyo kazi ya kwanza umefanya tume vizuri sana. Lakini hatua ya pili ni pale ambapo waliita viongozi wa siasa, tukakutana nao, wakaenda kwa undani zaidi kutueleza baadhi ya maeneo na tukatoa maoni yetu. Ikiwa moja ni kuomba kwamba sasa itoke program ambayo wananchi wataelewa hatua zitakazochukuliwa baada ya taarifa ya tume. Wanasema kwa jumla taarifa ya tume tumepokea vizuri na kazi iliyofanyika nzuri. Naomba wananchi wa Tanzania wote tuikubali, tuipokee na tuifanyie kazi. Kwa msingi serikali jitahidi kutekeleza haya mapendekezo yaliyo, kwa sababu mko na utaratibu. Kwa sababu mwingine tunaunda tume, natoa taarifa, nachukuliwa taarifa kidogo sana zinatolewa, nyingi zinaachwa. Kwa hiyo hilo ni jambo moja. Na la pili nishukuru pale Rais aliposema anakubaliana na maoni ya tume kwamba ataunda kamati maalum itakayoshughulika na mambo ya jinai, ambao kuna watu wanahitaji kushtakiwa na kadhalika. Sasa hao kazi yao ni kufanya uchunguzi zaidi ili waweze kupelekwa mahakamani. Hiyo ni kazi ya DCI na kazi ya DPP, wafanye watu wafikishwe mahakamani kwa wakati. Kwa msingi kwa haya kisheria watu wanakosa imani. Lakini la pili ni watu ambao wameathirika. Kuna vijana wetu wengi maskini, bodaboda, wengine mama ntilie na kadhalika wameathirika. Basi yale malipo ya kulipwa zifanyike haraka, watu waweze kulipwa. Na hilo Rais amelizia na asema atalishughulikia haraka. Lakini kingine pale la msingi ni kuomba Watanzania kwamba matukio kama haya yakitokea tusiyafanye kwamba ni sehemu ya kulipa kisasi. Badala yake ni sehemu ya kujifunza kwa makosa ambayo yametokea. Moja, tumejifunza kuna swala la dai la katiba la muda mrefu, linahitaji kufanywa kazi haraka sana. Swala zima la maridhiano linahitaji kufanywa kazi kwa haraka sana, na shukuru Rais kazi ya kwanza alisema ataifanya ni kuunda tume ya maridhiano, ambapo wananchi wapate fursa ya kusema na kutoa maoni yao na kuona namna gani tunaweza kuridhiana kwa mambo ya msingi ya kitaifa. Mambo ya msingi ya kitaifa kwa sababu swala la katiba, swala la kikao cha kudumu cha maridhiano, swala mambo gani ambayo yanaenda kwenye kamati ya maridhiano, mambo gani yaende mahakamani na kadhalika. Hayo ni mambo yanataka kujadiliwa na kuwekwa sawa haraka sana iwezekanavyo, ili wapate imani na taasisi. Lingine la msingi tumesema ni swala zima la kuchukua hatua pale ambapo ubadhirifu, rushwa inapotokea, ili wananchi watie imani kwamba rasilimali zao zinalindwa katika kwa misingi ya haki. Sasa hayo ni mambo ambayo tumependekeza, na kazi kubwa sasa kufanya ni kupata taaluma kwa mambo ya ziada kwa wananchi. Na mimi nikapendekeza kabisa kwa mbali na viongozi wa siasa, waitwe waandishi wa habari, waelimishwe nao, wao ni wasemaji wakubwa wa wananchi, wapeleke habari kwa wananchi, yale mambo ambayo wananchi wanawakera yaletwe, na yale mambo ambayo nafikiri yatatekelezwa kwa wananchi nayo yaonekane. Kwa jumla nasema tumepokea taarifa ya tume nzuri. Tunajiomba Tanzania tubaki katika amani na utulivu, kwa sababu huwezi kuyafanya hayo katika vurugu,
Huwezi kuyafanya hayo wakati wa maandamano, huwezi kuyafanya hayo kwa makelele. Nataka mtulie, mtakitaka mweze kuyatatua. Tumefanya huko nyuma, tume nyingi tumeziunda, zimefanya kazi zake kimya. Huyu rais amekuwa muungwana maskini, ameitoa taarifa hii kwa wananchi. Ni vizuri tumshukuru na tumpongeze na tuendelee na hatua nyingine za maridhiano ambapo tutafikia hatua ya taifa letu kubaki salama. Naam, kama mkuu wa chama na mlezi wa chama cha siasa, natamani kupata maoni yako kwa ufupi tu, ukiomba ushauri sasa hivi makundi ambayo yanatakiwa kuzingatiwa hasa kwenye swala zima la maridhiano hapa nyumbani nchini Tanzania, makundi muhimu kabisa ambayo yanatakiwa yasiwekwe mbali hasa linapokuja swala la maridhiano, unaweza ukaweka makundi gani? Karibu sana. Kundi la kwanza ni kundi la vijana. Ndio kundi kubwa, ndio 90% ya wananchi sasa hivi. Vijana wanahitaji sana kabisa kwa karibu sana. Sasa kwa hiyo vijana wanapitumia katika taasisi mbalimbali. Kuna taasisi za vyama vya siasa, kuna taasisi za NGOs, kuna taasisi za shule na kadhalika. Hizi taasisi zote hizi lazima wazishirikishwe katika kila hatua ambayo inawahusu vijana, ili vijana wajione kama wao ni sehemu ya taifa na wao kweli wanakabidhiwa majukumu katika taifa. Ukiwaacha nje kwa sababu wanazungumza na wanasiasa tu peke yake, bila hujakaa na vijana wakazungumza nao, na hao tuzungumze nao katika mfumo nje wa kisiasa zaidi, mfumo wa maendeleo, mfumo wa kupata haki zao, mfumo wa kupata ajira zao, mfumo wa kupata elimu yao, mfumo wa kupata matibabu yao, mfumo wa kupata maji, mfumo wa kuweza kutembea vizuri katika nchi yao. Haya ni mambo ya haki za msingi, haki jamii hizo zinapatikana, na hizo haki jamii lazima ziwafikie vijana vizuri na wazione kama kweli zimefika kwao. Na shukuru rais aliunda tume ambayo vile vile kuzungumzia haki za jamii. Kuna mambo mengi katika ile ripoti bado hayajafanywa kazi, yafanywe kazi, lakini wahusika wakubwa wawe vijana. Ukichukua kundi la vijana tayari umeweza kupunguza tatizo la 70 mpaka 80 tatizo la nchi. Hilo ndio kundi la kwanza. Kundi la pili ni wazee, na wazee wanahitajika sana katika haya mambo, kwa sababu busara zinahitajika. Na wakati mwingine vile watu wanaona labda ni kawaida, lakini sisi wazee tuna nafasi yetu, tuna uzoefu wa mambo mengi yaliyotokea, tunaweza tukasaidia katika nchi, tunaweza kusaidia kwa vijana kuongoza na kadhalika, na serikali na taasisi mbalimbali. Hilo nalo ni kundi muhimu sana, na ambalo pale tunapozungumza vijana kama vijana ni wanawake na wanaume, lakini wazee vile vile wake kwa umri, na kuna kundi walemavu na kadhalika. Jamii yote kwa jumla inatakiwa kushirikishwa katika level mbalimbali, lakini nasema kasi kubwa iende kwa vijana, inasaidia sana. Unalisema hivi, wakati fulani waziri mkuu wa Malaysia aliwahi kuulizwa tatizo lako nini katika nchi. Akasema tatizo lako ni perception ya kwetu, mtazamo wao na mwelekeo wao. Akakutusha nake nini? Akasema twende kwenye kindergarten, twende kwenye watoto tukawafundisha. Kuwafundisha watoto utajenga msingi mzuri. Kwa hiyo tukienda kwa vijana tunajenga msingi mzuri, msingi endelevu ambao utahakikisha kabisa taifa linakuwa imara zaidi. Mimi ni kushukuru sana, nilitamani kupata busara zako lakini pia nipende kukukaribisha sana kwenye kamati. Huwa ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa asubuhi kabisa hapa saa 2 mpaka saa 4. Siku ukiwa vizuri basi unaweza ukakaribia sana. Tunakukaribisha hapa tuje tuzungumze mambo mengi sana ya kulijenga taifa letu. Karibuni sana. Mimi niko tayari. Asante sana mheshimiwa. Nakushukuru sana. Naam.